Psalms chapter 50 verse number 5. The Bible says, gather my faithful ones together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. The heavens will declare his righteousness, for God himself is judge. Hear, all my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against you. I am God, even your God. I will not reprove you for your sacrifices or for your burnt offerings that are continually before me. I will take no young bull out of your house, nor male goat out of your fold. For every wild animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird of the mountains, and the creatures that move in the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sacrifice a thank offering to God and pay your vows to the Most High, and call on me in the day of trouble. I will deliver you, and you will glorify me. Father, we thank you. Baba, As we share your word, speak to us. neno lako, nena nasi. In Jesus' Kwa jina name. la Yesu. Amen. Amen. From the scripture we just read, Kutoka katika maandiko tuliyoyasoma, you are going to realize that God, says is the owner of everything. unapata kuelewa Mungu anasema yeye ndiyo mwenye vyote. Bwana asifiwe. Amen. He says he's the owner of everything. Anasema yeye ndiye mwenye vyote. And he says, if I'm hungry, I won't tell you. Na anasema nikihisi njaa sitawaambieni, Because I'm too much for you. kwa maana mimi ni zaidi yenu. You cannot satisfy my hunger, Hamwezi tosheleza njaa yangu. That's now God speaking. Hivi ndivyo Mungu anavyonena. And also he says, Na pia anasema he is not a thief. yeye sio mwizi. He cannot steal from our faults. Hawezi kutuibia sisi He mifugo. cannot come and take your cow Hawezi kuja aibe ng'ombe or wako your chicken. au kuku. Bwana asifiwe. Amen. He is a fantastic God. Yeye ni Mungu wa He kipekee. cannot steal from us. Hawezi kutuibia. I want to join what the man of God said here. Nataka kuunganisha na yale mtumishi wa Mungu alisema hapa. Sometimes in church we think, okay, we are giving too much to God. Wakati mwingine twahisi ya kuwa tunapeana sana kwa Mungu. But God is the one giving too much to us. Lakini ni Mungu ndiye apeanaye zaidi kwetu. Because to wake up every day, it's a Kwa miracle. maana kuamka kila siku ni muujiza. How many people have money and they are dead? Watu wangapi wana hela na wamekufa? It means life is bigger than money. Inamaanisha maisha ni zaidi ya pesa. How many people have houses? Wangapi wana majumba? They have chateau, Wako na makase, but they're sleeping in hospital. lakini wanalala ndani ya So hospitali. life is better or bigger than house, than money, than anything. Kwa hiyo maisha ni jema kuliko pesa na nyumba na vyote. Bwana asifiwe. Amen. So God is not just like a tax collector. Kwa hiyo Mungu sio tu kama mkusanyaji ushuru. He is a self-sufficient God. Yeye ni Mungu aliyetosheleka. He can take care of himself. Anaweza jishughulikia. God can do without you. Mungu anaweza bila wewe. God can do without me. Anaweza bila mimi. Because before I was born, God was there. Kwa maana kabla nizaliwe alikuwepo. And he was God. Naye alikuwa ni So Mungu. I'm not helping God to be God. Kwa hiyo simsaidii Mungu aendelee kuwa vile. I'm not helping him to be famous. Simsaidii ili akuwe maarufu. He has been famous since. Amekuwa maarufu tangia jadi. Can I hear a good amen? Nisikie amina. If you keep quiet, you mean God is not famous. Ukinyamaza unamaanisha Mungu si maarufu. God is famous. Mungu ni maarufu. That's why if you go even to countries where they don't believe in Jesus, Ndiposa ukienda hata nchi ambazo hawamwamini Yesu, you see they try to make a certain kind of God. unaona wanajaribu kujichongea sampuli fulani ya Mungu. Why? Because God is missing in their lives. Kwa maana Mungu yu miongoni mwa maisha So yao. every nation, they need God. Kwa hiyo kila taifa la muhitaji Mungu. Every human being, they need God. Kila mwanadamu anamhitaji Mungu. Some, because of ignorance, Wengine sababu ya upuzi they fabricate small gods. wanajijengea miungu wadogo. Amen.
So the point is that God is a self-sufficient God. Kwa hiyo dokezo ni kuwa Mungu ni Mungu wa kujitosheleza. He can take good care of himself. Anaweza kujishughulikia vyema. Without me, God is God. Bila mimi Mungu ni Mungu. Without you, God is Na God. hata bila wewe Mungu ni Mungu. We can all here in this place decide to leave God Tunaweza amua sote mahala hapa tumuache and Mungu to stop worshiping him, na tuache kumwabudu, and God will still be worshipped. lakini bado Mungu ataabudiwa. You can hear in the morning birds singing. Utasikia asubuhi ndege wakiimba, They worship God. wanamwabudu Mungu. Hallelujah. Amen. So, by understanding that God is God without me, Kwa kuelewa ya kuwa Mungu ni Mungu bila mimi, is a God who can take care of himself. ni Mungu aweza He kujishughulikia, can fight his battles. anaweza pigana vita vyake, It humbles us. inatunyenyekeza. That understanding. Hiyo kuelewa ama I ufahamu. want to repeat again. Nataka kurudia. The understanding that God is a self-sufficient God. Ufahamu wa kuwa Mungu ni Mungu wa kujitosheleza, Without us, he is still God. bila sisi bado anasalia Mungu. That understanding Hiyo uelewa humbles us inatunyenyekeza and enable us to serve God na properly inatuwezesha kumhudumia vilivyo with respect and commitment. kwa heshima na hali ya kujitolea. Bwana asifiwe. Amina. Because sometimes we may think Kwa maana wakati mwingine twaweza kisia we are helping God, twamsaidia Mungu and without us, God cannot be na bila God. sisi Mungu hawezi kuwa Mungu. God was God before Mungu us. alikuwa kabla yetu, From far eternity, he was God. kuanzia mwanzoni alikuwa Mungu And he will still be God na forever. bado atadumu Mungu milele. We shall live and then we get old. Tutaishi na tuwe wazee If Jesus doesn't come quickly, kama Yesu hatarudi haraka, and then we pass. nasi tutapita. One has to feel. Amen. And God remains Na God. Mungu anasalia Mungu. These children we are grooming here Hao watoto tunaowakuza mahala will be hapa standing in this place watasimama hapa and preach Jesus. na wahubiri Yesu If he doesn't come kama quickly, harudi leo. Bwana asifiwe. Amen. So God is God Kwa hiyo Mungu ni Mungu and shall be God forever. na atasalia Mungu milele. Without you, he is God. Bila wewe ni Mungu, Without me, he is bila God. mimi ni Mungu. So we can humble Kwa hiyo ourselves twaweza and kuzinyenyekeza worship him. na tumwabudu. Point number 2. Dokezo la pili, Thanksgiving, shukrani, I repeat, ninarudia, is the only thing you can give to God ndiyo kitu pekee waweza kumpa Mungu that God cannot give to himself. ambacho Mungu hawezi jipa mwenyewe. Because he says the cattle, Kwa maana anasema ng'ombe they are his. ni wake, Gold, silver, dhahabu, fedha, he says they are his. anasema ni zake. In Haggai chapter 2:16. Katika Hagai He says, 2:16 "Gold is mine. anasema dhahabu Silver ni is yangu, mine. fedha ni yangu, Everything is mine. vyote ni vyangu. And here he says cattle are mine. Na hapa anasema ng'ombe ni wangu. Bwana asifiwe. Amen. So we have nothing. Kwa hiyo hatuna That lolote is ours. ambacho ni chetu. Whatever we can give God Chochote ambacho tuweza kumpa Mungu is to have a heart of gratitude. ni kuwa na roho wa shukrani. You have gone throughout the year. Umepitia mwaka mzima, God has protected you. naye Mungu He amekulinda, has fought your battles. amepigana vita vyako, You are alive today. uko hai leo. Maybe you are sick Pengine ulikuwa and mgonjwa then you took a comprimé. Do you know comprimé? na pengine ukachukua vidonge yeah. vile vya kumeza And then you are healed. nao ukapona, And some went even through operation. They were never na healed. wengine wakapitia upasuaji na hawakupona. Bwana asifiwe. Amen. So God has done it for you. Naye Mungu amekutendea. You may not have a vehicle, Unaweza kuwa hauna gari but you have legs. lakini unayo miguu. That's a miracle. Huo ni muujiza. Bwana asifiwe. Amen. That's a miracle. Huo ni muujiza. So we have a lot that you can just look Kwa at hiyo and appreciate tunayo God. mengi ya kutizamia, nasi tumshukuru Mungu. You know, people maybe think Watu wanaweza I kisia, can only appreciate God naweza tu mshukuru Mungu if I buy the latest Lexus in the city. kama nitanunua gari ambayo ni mpya mjini. I can only thank God Naweza tu mshukuru Mungu if I build a chateau. kama nitajenga kasri. No, you can thank God. Hapana, naweza kumshukuru Mungu Even without a chateau, hata bila yale. you can still thank Unaweza God. mshukuru Mungu. I said in my life, Mimi nilisema maishani, whatever God will give me, yale Mungu I atakayonipa will tell him thank you. nitamwambia asante, And whatever God will not send my na way, yale Mungu hatatuma kwangu, so be it. hiyo iwe vile. Ama namuna gani? Ndivyo So be it. iwe vile. So I will always thank God Mimi kila mara nitamshukuru Mungu for what is there, kwa yale yaliyomo for what he has done. na yale ametenda. I don't care what I don't have. Sijali hile sina, But where I'm standing, lakini ninaposimama I will say thank you nitasema asante, because God has been faithful kwa to maana me. Mungu amekuwa mwaminifu. If I remember
some people we grow up with, kama ninakumbuka wengine tuliolelewa nao. sometimes I go to DRC, Wakati mwingine nikirudi kule demokrasia ya I Kongo, will ask, nitauliza, where is so and so? fulani yu wapi? They tell you, he died. Wanakuambia aliaga. Where is so and so? Na fulani yu died. wapi? Alikufa. Where is so and so? Na fulani He fulani died. pia yeye aliaga. Sometimes say, hey, Nashtuka. what is happening? Ni nini Why yanayotendeka? are they dying so Mbona young? wanakufa wakiwa wachanga? And I wonder. Nami So nabungazwa. to be alive, Kwa hiyo kuwa hai, this is the grace of God. hii ni neema ya Mungu. One day, Siku I moja was driving somewhere here near the one that was City Cabanas. nilikuwa nikiendesha hapo karibu na City Cabanas. That place. Mahala You know, pale. there is a place where people cross. Unajua kuna mahali kivuko kiko. And then, Na kisha one vehicle was before me. gari moja ilikuwa mbele yangu. A small vehicle. Gari ndogo Or a saloon car. au gari ndogo. And then I was behind the saloon Nami car. nilikuwa nyuma yake. So, we were going. Kwa hiyo tulikuwa The tukiendelea. speed was just slowly. Kwa muda tu wa wastani. We were going slowly. You know? Tulikuwa muda wa wastani So, tu. a guy came from the other side Naye jamaa akatokea pande mwingine trying to cross. akijaribu kuvuka. So, he just started running. Naye akaanza kukimbia. I don't know what happened. Sijui nini He kilichotendeka. slided and then fall down. Naye akajikwaza na akaanguka. There is nothing. Hakuna lolote. The guy just falls Jamaa down. anaanguka tu pale. The guy, the car that was in front of me was, driving maybe at, I don't know, 20 or Na 40. gari ambayo ilikuwa mbele yangu ilikuwa katika pengine 20, 20 tu 40. hapo 40. But when he fell down, Naye alipoanguka his head went down exactly where you have the pneu, the tire. na kichwa kikaenda kwenye gurudumu. Yes. And then the car just went on the head. Naye gari ikampitia kichwani. And then the car stopped. Na kisha likasimama. I was behind. Nami I nilikuwa was watching, this is a saloon car. I'm up. So I'm watching. Naona ninatizama kama sinema. And then the guy was the legs were just shaking. Na jamaa miguu ilikuwa I yamtetemeka. said, hey. Nami nikawaza. So people now started now running. Nao watu You saw wakaanza what was kukimbia kuangalia I matukio. said, God help me. I'm not going to wait Nikasema here. Mungu nisaidie, And sitangoja then I hapa, passed there by nikiike, the grace of nikapita, God. niende zangu. Na nikaenda kabisa. And then the saloon vehicle waited there. Na ile gari ikasalia pale. And the guy is dead. Na jamaa ameaga. I shared with Pastor Gideon. Na nikashiriki naye He mchungaji told me, he Gideon. said, ule mtu alikuwa na mkosi. That's what he told me. Ule alikuwa na mkosi. Ni wa saloon car ama ni ule alianguka. Mwenye alianguka. Na wa saloon car. Hey. Did you hear that? Umesikia ile? Mwenye alianguka alikuwa na mkosi na mwenye saloon car alikuwa na mkosi. Can you imagine? How is it that you come and fall at my vehicle? Inakuwaje unakuja unaanguka mbele ya gari langu? At the tiles. Unaanguka kwenye gurudumu. And automatically, boom. Na mara moja na kupita. Hey! The person, just, I wonder, what is it that pushed this man Ni nini ilichomsukuma huyu to jamaa? just start coming running? Kuja tu mbio. You see the vehicle. Why? Na unaona gari. That's why you need to say thank you. Ndiposa unapaswa kusema asante. I say that why I need to say thank you. Nimesema wapaswa kusema asante. You know, God is fighting our battles Mungu anapigana vita vyetu on a daily basis, kila siku, even when we are unaware. hata tusipojua. We don't know what God is doing, Hatuelewi yale anayoyatenda. but God is fighting. Lakini Mungu You anapigana. see, people like me, Ukiona watu kama I mimi, can see battles, ninaweza ona vita. but some of you cannot Lakini see. baadhi yenu hamwezi ona. Me, I can see, Mimi naweza kuona. because as a servant of Kwa God maana kama mtumishi wa Mungu and a prophet, na nabii, I can see. ninaweza kuona. But some of you can't see. Lakini baadhi yenu hamwezi kuyaona. I remember some of the battles here. Ninakumbuka baadhi ya vita hapa. God will speak to me Mungu angenena nami and tell me na aniambie there is a battle somewhere. kuna vita mahali. Automatically, I will call servants here. Na mara moja nitaita Let's watumishi. go prayer. In this house, there is battle. Twende maombini, nyumba hili kuna vita. If it comes toward me, Ikija katika I will mwelekeo know. wangu, nitajua I see it. na nione. Bwana asifiwe. Amen. But some of us, Lakini baadhi yetu we don't see. hatuoni. Why? Kwa nini? Because
God didn't give us that Kwa work. maana Mungu hakutupatia ile kazi. So now, because you don't see, Kwa maana wewe hauoni, you think God's not fighting for you. unafikiria Mungu hapigani. He is fighting for you. Anapigana kwa niaba yako. Even when you don't see, Hata wakati hauoni, He's fighting for you. anapigana vita vyako. He's protecting you. Anakulinda. At your house, Nyumbani mwako, angels are surrounding your house. malaika wamezingira nyumba They yako. are protecting you day and night Wanakulinda usiku na to mchana. make sure nobody evil enters in Kuhakikisha your house. hakuna muovu anayeingia. When you drive, Unapoendesha, angels make sure malaika wanahakikisha. mtu ya mkosi hata kuja kuanguka kwa gurudumu ya gari yako. Amen. You see now? Unaona sasa? So you go to work, Kwa hiyo uenda kazini, come back in the evening. unarudi jioni ukiwa You salama. go to Kakamega, Unaenda Kakamega, you go and reach home unafika nyumbani and come back strong. na unarudi ukiwa na nguvu. Some go to Kakamega, Wengine wanaenda they Kakamega say, oh, the driver is sleeping. na wanasema dereva alilala, Oh, whatever happened. chochote kilichotokea, And then the car, na the kisha bus, basi oh, 50 people died. watu 50 zaidi wanakufa, But those 50 is not me. na hao 50 sio mimi And it's not you. na sio wewe. Are you better? Wewe ni mbora kuwashinda. You see? We are not better. Sisi sio bora kuwashinda, We are not better. sio bora. It is the grace of Ni God. neema yake The Mungu, favor of God kibali cha Mungu is protecting us. inayotulinda, Is fighting for us. inapigana kwa niaba Do you yetu. know that people are just walking on street Unajua here, watu wanatembea tu huku and barabarani microbe will come and enter their nose. na hata hali ya hewa mbaya ikuje iwaingie vidudu. Unaingia kwa mapua. You just go. Unaenda You don't see microbe. Do you know microbe? na wale dudu hewani, Microbe. yes, Where hapana ona? wewe We are huoni, just going. They zinakuja enter here. na zinakuingia, They enter the body. zinaingia mwilini Tomorrow they provoke something. na kisha kesho zinachochea kitu kingine. But you, when they come, they want to enter. Lakini wewe zikija kwako, There is the angel of the Lord kunaye malaika wa Mungu who is walking before you. ambaye anatembea mbele yako, You just do like this. anatenga kando, Anaosha hewa. You Ana- know? Anafanya tu. anasafisha hewa mbele yako, Hewa inaoshwa. anasafisha hewa, unapumua hewa And safi, then you are powerful. nawe una nguvu. That's the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu, We need to thank God for that. yatupasa kumshukuru Mungu. Because you can say, oh, sikununua gari mpya siwezi kusema asante. Sikujenga nyumba mpya siwezi kusema asante. Asante ya kwanza ni maisha. Amen. Sio gari. Amen. Asante ya kwanza ni nini? Maisha The mpya. Bible says Biblia yasema that whoever judges himself ya kuwa yoyote anayejihukumu will not be judged by God. hatahukumiwa na Mungu, Because you judge yourself. kwa maana umejihukumu. 1 Corinthians chapter 11. Wakorintho wa kwanza If you 11, judge yourself, unapojihukumu God will not judge you. Mungu hatakuhukumu. But if you don't judge yourself, Lakini okay, usipojihukumu God will judge you. Mungu atatenda vile. So November is powerful Kwa hiyo mwezi wa 11 It ni ya gives you the kishindo, opportunity inakupa fursa to judge yourself. ya kujihukumu. You just look at yourself. Unajitizamia mwenyewe, From January, na kuanzia mwezi wa Januari, God, Mungu, when I look at myself, nikijitizamia, there are things kunayo mambo that I committed. ambao nilitenda They are not worthy ambayo hastahili of your child. mtoto wako. Bwana asifiwe. Amen. So you can ask for Kwa forgiveness. hiyo waweza omba msamaha, You can pray. waweza omba, You can make amendments. unaweza fanya marekebisho, And then by the end of November, na kisha mwisho wa huo you mwezi come before God waja mbele za Mungu with that thanksgiving. na hiyo shukrani Now, yako. this thanksgiving Hii shukrani is powerful because it starts with your heart ni ya kishindo, maana inaanzia and end moyoni up in giving. na ikiishia na kutoa. Because you don't just say, okay, God, I've come to give you money when your heart is far away from Kwa God. maana huwezi sema Mungu nimekuja kukupa hela na moyo wako uko mbali naye. That's why he says, what I need is not your bulls. Ndiposa anasema ninacho sio ng'ombe yako, What I want is not your money. kinachotaka si pesa What yako, I want is your heart. kinachotaka ni moyo wako, A heart of thanksgiving. moyo wa shukrani.